Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Nguvu yako inatafuta usaidizi. Utajihisi kifua kizito sana. Kuzungumza ukiwa usingizini. Kumwogopesha mtu kwa jambo utakalolisema. Kupatwa na hali ya mshtuko wakati wa usiku. Kupitia changamoto katika mfumo wa uzazi kwa baadhi yenu. Kuhisi hali ya maumivu ukifanya jambo fulani. Kuna fursa zinakuja kwako ila zinakuwa na pingamizi ya kukufikia. Kuhisi mtu amebadilika ghafla bila kujua chanzo ni nini. Nyota ya Mapacha. Kupata safari nyingi za kikazi. Utaisikia minong'ono ya watu itakayokushangaza kwa kitu wanachosema. Kujua kuwa mtu fulani si sahihi kwako. Utamkumbushia mtu wema uliomfanyia. Kumwonea huruma mtu anayepitia wakati mgumu. Utaamua kufanya jambo bila ushawishi wa mtu. Utajua maana ya jambo fulani. Kumbaini mtu mbaya au adui. Nyota ya Ndoo. Utaoneshwa kitu kitakachokuja kutokea siku zijazo. Utakuwa mwenye kuona, kuhisi au kupata ndoto ya mtu mzee sana mwenye fimbo yake mkononi. Hii inakujulisha kuwa wewe ni mchaguliwa kutekeleza jambo fulani. Hivyo kuna kitu utakabiliana nacho hivi karibuni. Na kuna kitu utakipokea au kukipata chenye kukupa nguvu, mwongozo, upya, ufahamu na mwelekeo bora. Kuna muda utakuwa mwenye kupata pesa kwa wingi au mfululizo. Utajihisi amani kuwa na mtu fulani. Utamjua mtu mwenye choyo. Kutoa kitu kwa upendo kama sadaka au vinginevyo, vile moyo wako utakavyo. Kitu kugonga karibu na dirisha. Unafikishiwa taarifa iliyo njema. Pia kuna mapigano ya siri utakayokuwa nayo. Kuna mtu atakuhofia. Utahisi mtu anajiweka mbali na wewe. Ukali wako si wa maneno, ila ni wa vitendo. Hivyo muda wowote unatenda. Zingatia neno unaloliongea kila wakati kwa muda huu. Lina maana kubwa. Utafichua kitu kilichokuwa hakijulikani. Nyota ya Ng'ombe. Fanyia kazi mawazo yako. Utarudishiwa kitu. Utatafutwa na watu watatu ambao hukuwategemea. Ni jambo la muhimu litakufikia. Na wewe ndiye utakayehitajika kufanya au kutekeleza. Ila ni lenye malipo mazuri. Kuhisi kupata ganzi sehemu ya mwili. Hata kwa wakati ukiwa umelala na kushindwa kufanya kitu kwa muda huo. Nyota ya Mashuke. Kupata shida ya kuwasha kitu. Kuchanganya mahesabu ya pesa au matumizi. Kumfanya mtu apunguze mawazo. Kushtaki. Hata usiposhtaki kwa mdomo ila moyo wako unashtaki kitu. Kuchukia uonevu. Kuna mtu utamnenea neno litakalomkuta. Kitu unachozungumza ndani yako, nguvu yako inakusikiliza na kukujibu. Kuiwazia sehemu ambayo si rahisi mtu kuishi. Mtu mzee anakupa ishara ya jambo. Nyota ya Mbuzi. Kuhisi watu watarudiana kimahusiano. Kuamini ipo siku utafanikiwa kwa kitu. Kujadili kuhusu maisha. Kujadili kuhusu ubaya na uchonganishi wa watu. Kukohoa sana. Mtu anapata taarifa zako kupitia mtu wako wa karibu. Rangi ya kitu kuingia katika nguo yako. Nyota ya Mshale. Kusimulia jambo. Kujisemea neno moyoni mwako ila unahisi kama limesikika kutokana na mtu atakavyokuangalia. Ulichokihitaji kwa muda mrefu unaweza kukipata leo au ndani ya siku 3 hizi. Utafanya mtu ajutie jambo. Nyota ya Simba. Kufanya mazoezi sehemu uliyoumia. Kutoa taarifa ya watu kuhitajika sehemu. Mtu kukuamini sana. Utakabidhiwa pesa ya mahitaji fulani. Kuhisi kitu wakati wa usiku. Utakuwa na mashaka ya kuibiwa. Nyota ya Punda. Pesa kuingia kwa bahati mbaya kwako. Hivyo itarudishwa. Kufuatilia jambo kwenye simu ili upate kuelewa vizuri. Utaikataa chuki iliyokuwa inajijenga moyoni mwako. Kuichukia kazi fulani. Kumwelezea mtu ujuzi wako. Unamwaza mtu anayekuwaza kila wakati. Kuacha kumsalimu mtu kutokana na unafiki wake. Nyota ya Kaa.
kupata hisia za kweli, kusisitiziwa kufanya jambo, utakuwa mwangalifu baada ya kitu kutokea, kujaribiwa kwa namna mbaya na utaepukana na shari hiyo, kulala sana, kulimaliza jambo lenye changamoto, kuongezewa kitu au malipo, kujaza fomu muhimu, kusalimiwa na watu wengi kwa wakati mmoja, unaelekea kuipata heshima kubwa. Mtu anakuwa na hofu akuonapo, utaujua uzushi uliozushiwa. Nyota ya Nge: kuweweseka usiku, kukerwa na kitu, kusifu kitu ulichokuwa nacho, kupata vidonda vya mdomoni, mtu kuikatisha bahati yako, kukaa na mtu mwongeaji sana mwenye kukera, kumkumbushia mtu kitu unachokihitaji. Nyota ya Samaki: kufululiza kuvaa vazi lenye rangi ya aina moja, kutajwa kuwa ni mmojawapo utakayehusika sehemu, kuoneshewa ramani ya kitu au kujulishwa sehemu ilivyo, utafikiria kitu utakachokiacha au hasara ya kitu. Maji kutoka kwa wingi, itakujulisha utafanya jambo kwa pupa au haraka ya kutaka kumaliza. Kwa baadhi yenu mtakuwa na huzuni, kupata ndoto ndefu sana, kuchoka mwili sana, kuhisi ulipotea katika chaguzi, mtu atakulaumu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.